Amen. Washike mikono wawili watatu tena, kila mmoja mwambie, ikiwa umeomba kwa bidii, asante sana kwa maombi yako. Na mwingine tena, na mwingine tena. Ikiwa umeomba kwa bidii, asante sana kwa maombi yako. Vema sana. Tuketi mbele za uwepo wa Bwana sasa. Na moja kwa moja tuinamishe vichwa vyetu tupate kumwomba Mungu kwa ajili ya neno lake. Mungu wetu, tuna kila sababu tena ya kukushukuru kwa neema yako iliyozidi ambayo imetuwezesha kuwepo mbele zako tukiwa bado tunapata neema ya kujifunza neno lako ili ipate kuwa faida kwetu. Roho Mtakatifu, kwa neno lako tena leo tutoe katika hatua tuliyoko na kutupeleka mbele zaidi. Atoe yaliyo ya Kristo tena na kutupasha habari. Zidi kutusafisha kwa neno lako katika jina la Yesu. Amen. Asante sana. Somo letu la leo lina kichwa, heri mwisho kuliko mwanzo. Heri mwisho kuliko mwanzo. Neno letu la msingi linatoka katika kitabu cha Mhubiri sura ya 7 mstari wa 8. Mhubiri sura ile ya 7 mstari wa 8. Tunasoma maneno haya katika kipengele kile cha kwanza cha mstari huo. Heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Tuseme wote maneno hayo. Heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Tena. Heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Ndiyo. Kama kuna kosa moja kubwa ambalo limewagharimu watu wengi waliotutangulia, ni kuchukuliwa na yale mema na yale mazuri walioyafanya siku za nyuma, na yale mema au mazuri waliyofanya yakawafanya watu hao kujisahau, kuridhika na wakaenda kilegevu katika wakaanza kwenda kilegevu katika umaliziaji wao. Watu hao walianza vizuri lakini walimalizia vibaya.
wakati wote tunatakiwa tukumbuke kwamba wokovu wetu ni mbio. Tunapookolewa tunakuwa tumeanza mbio za wokovu. Ni mashindano yaliyowekwa mbele yetu, ni mbio za wokovu. Na mbio hizi sio mbio za muda mfupi. Kwa wanariadha wanaelewa kuna kuwa na mbio fupi za mita labda 100, lakini ziko mbio ndefu ambazo zinaitwa marathon. Wokovu ni mbio ndefu. Wakati mwingine tunaweza tukawa tumepata neema ya kuishi baada ya kuokolewa kwa miaka mingi, na kila siku tunakuwa katika mbio za wokovu, mbio ndefu. Umaliziaji katika mbio ni wa muhimu zaidi kuliko uanzaji, kwa maana kwamba thawabu ya mtu au tuzo ya mtu, tuzo ya mkimbiaji anaipata kutokana na kumalizia vema, sio kuanza vema. Mkimbiaji wa riadha, mkimbiaji katika riadha anaweza kuanza vizuri kwa mbio, akawapita wote, lakini akafanya ulegevu katikati, akadorora kabisa katika mbio zake. Na hata kama aliwaongoza kiasi gani wale wakimbiaji wenzake katika kuanza kwake, akaishiwa pumzi katikati, akaamua kuketi pembeni asiendelee na mbio zile, yale yote aliyoyafanya pale mwanzo hayahesabiwi. Atahesabiwa kama mtu ambaye hakushiriki hata riadha yenyewe. Hakuna tuzo yote atakayopata. Tuzo wanapewa waliomalizia vizuri, waliomaliza mbio hizo na wakawa wamemaliza vizuri. Ni mashindano yaliyowekwa mbele yetu, ni mashindano ya mbio. Wakorintho wa kwanza sura ya 9 Wakorintho wa kwanza sura ile ya 9 mstari wa 24, alafu mstari wa 26. Wakorintho wa kwanza 9:24 alafu 26 tunasoma: Je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio hupiga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni mmoja? Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Hata mimi napiga mbio vivyo hivyo. Paulo mtume anatufundisha hapa kwamba wokovu wetu ni mbio.
maisha yetu ya wokovu, tungeita hivyo, ni mbio za wokovu. Ni mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Sehemu nyingine tena, anasema katika Wafilipi labda kabla ya hapo tutakuja baadaye kidogo katika Wafilipi. Tutafakari kwanza mambo mengine kabla ya kuja katika Wafilipi, ambapo ndipo utakuwa moyo kabisa wa somo letu. Kama tulivyogusia, basi kwa sababu ni mashindano ya mbio, na mbio hizi ni mbio ndefu, wakati wote ni lazima tuwaze juu ya umaliziaji kuliko uanzaji. Tusivimbe vichwa vyetu, tusikubali kuchukuliwa na mema yoyote au mazuri yoyote tuliyoyafanya nyuma, tuliyoyafanya siku za nyuma, lakini tuwaze zaidi yale tunayofanya sasa na yale tutakayofanya kesho. Tuwaze zaidi juu ya yale tunayofanya mwishoni. Tuwaze zaidi juu ya yale tutakayofanya mwishoni kuliko yale tuliyoyafanya huko mwanzoni, tukikumbuka ni heri mwisho kuliko mwanzo. Tukiwa tumeanza vizuri alafu tukamalizia vibaya, tumeanza katika usafi, tumeanza katika utakatifu, tumeanza kwa hofu ya Mungu, tumeanza kwa kulihofu neno lake, tunalisikia na kulitendea kazi mara moja, lakini hatimaye tumekengeuka, tumeliasi neno lake. Tufahamu yale yote nyuma mema tuliyoyafanya katika mpango wa Mungu halitakumbukwa hata neno moja. Jaribu kuwaza, halitakumbukwa hata neno moja. Ezekiel sura ya 18 Ezekiel sura ya 18 sasa. Ezekiel sura ya 18 tunasoma sasa mstari wa 24. Ezekiel 18 mstari wa 24. Bali mwenye haki atakapogairi, angalia maneno hayo kwa makini. Bali mwenye haki atakapogairi na kuiacha haki yake na kutenda uovu na kufanya machukizo yote kama yale afanyayo mtu mwovu, je, ataishi? Kwa maana nyingine, je, ataingia katika uzima wa milele? Jibu linafuata: katika matendo yake yote ya haki aliyoyatenda
halitakumbukwa hata mojawapo. Angalia maneno hayo mazito. Tuseme wote, katika matendo yake yote ya haki aliyoyatenda, halitakumbukwa hata mojawapo. Katika kosa lile alilolikosa na katika dhambi yake aliyoitenda atakufa. Yani kuwaza, mtu yule alianza vizuri sana. Alifanya matendo mengi mazuri ya haki. Alitembea katika njia safi ya utakatifu. Lakini hatimaye ukafika wakati akagairi, akaiacha ile njia, akaanza kufanya uovu sasa kama mtu mwovu yoyote mwingine. Mungu anasema, je, mtu huyo mbele ya hukumu yake ataishi? Ataingia katika uzima wa milele mbinguni? Jibu ni la. Matendo yake yote ya haki aliyoyatenda halitakumbukwa neno hata moja. Atahukumiwa kutokana na yale aliyoyafanya mwishoni. Ndio maana neno la Mungu linatuonya sana, tujiangalie sana nafsi zetu, tusiyapoteze tuliyoyatenda. Waraka wa kwanza na waraka wa pili wa Yohana. Sasa waraka wa pili wa Yohana sura ya kwanza, waraka wa pili wa Yohana waraka wa pili wa Yohana kitabu hiki kina sura moja tu. Waraka wa pili wa Yohana sura hiyo ya kwanza, tunasoma sasa mstari wa 8. Jiangalieni nafsi zenu, msiyapoteze mliyoyatenda. Jiangalieni nafsi zenu, msiyapoteze mliyoyatenda, bali mpokee thawabu timilifu. Jiangalieni nafsi zenu, msiyapoteze mliyoyatenda, bali mpokee thawabu timilifu. Inatulazimu kujiangalia nafsi zetu, na kimsingi tunatakiwa kuyasahau yaliyo nyuma. Tusiweke macho yetu katika yale yaliyo nyuma, lakini tuyachuchumilia yaliyo mbele. Maana yake nini kuyachuchumilia? Maana yake mawazo yetu yote yawaze juu ya yale yaliyo mbele yetu. Akili zetu zote ziwaze juu ya yale yaliyo mbele yetu. Yale yaliyopita tusiyakumbuke, lakini tuwaze kufanya vizuri zaidi kuliko jana. Tuwaze kufanya vizuri zaidi kuliko juzi. Tuwaze kufanya vizuri zaidi kuliko mwezi uliopita, kuliko mwaka jana, kuliko miaka 10 iliyopita, kwa sababu tutahukumiwa kutokana na umaliziaji wetu, sio uanzaji wetu. Tuseme tena, tutahukumiwa
kutokana na umaliziaji wetu, sio uanzaji wetu. Tena kwa bidii. Ndio maana tunatakiwa kujiangalia sana nafsi zetu. Paulo mtume, kama wengi wetu tunavyofahamu, alifanya kazi kubwa sana kuliko mitume wote. Anasema neema iliyokuwa juu yake haikuwa bure, lakini kwa neema hiyo alifanya kazi kupita mitume wote, hata waliomtangulia katika utume huo, hata waliokuwa pamoja na Yesu, waliokuwa wanafunzi wa Yesu, waliomwona Yesu ana na kujifunza wakiwa naye ana kwa ana, wakiwa pamoja uso kwa uso. Yeye alikuja nyuma yao, lakini kwa neema aliyopewa akafanya kazi kuliko hao waliomtangulia. Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 15, Wakorintho wa kwanza sura ile ya 15 mstari ule wa 8 mpaka mstari ule wa 10. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 8 mpaka wa 10. Na mwisho wa watu wote alinitokea mimi, kama ni mtu aliyezaliwa si kwa wakati wake, maana mimi ni mdogo katika mitume, nisiyestahili kuitwa mtume kwa sababu naliliudhi kanisa la Mungu. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Alifanya kazi kupita mitume wote pamoja na wale waliomtangulia. Lakini pamoja na kazi zile alizokuwa anazifanya, hii ndio ilikuwa kanuni yake ya kila siku aliyokuwa anaizingatia, ambayo tunaiona sasa katika Wafilipi. Wafilipi sura ya 3. Wafilipi sura ya 3 mstari wa Wafilipi sura ya 3 mstari wa 12 mpaka mstari ule wa 14. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 12, tukwa vema tusome mpaka mstari wa 15. Wafilipi 3:12 mpaka 15. Si kwamba nimekwisha kufika. Hapa ndipo tatizo la watu wengi. Wanawaza wamekwisha kufika. Wamefika kwa sababu sasa hivi wanaitwa maaskofu. Wamefika kwa sababu sasa hivi wanaitwa wachungaji. Wamefika kwa sababu sasa hivi wanaitwa viongozi wa zone, viongozi wa section, viongozi wa makanisa nyumbani. Wanaona wamefika. Wamefika kwa sababu makanisa yao yamegawanyika.
yamezaa makanisa mengine matatu, manne, matano. Wamefika kwa sababu wamekuwa waombaji katika maombi ya tai sasa kwa miaka 7, kwa miaka 8. Wamefika kwa sababu wamekwisha tunga nyimbo kadhaa katika uimbaji wao. Wamefika kwa sababu wamefanya hili au lile au hili au lile. Wamefika kwa sababu wanasema sisi ndio waanzilishi wa kanisa. Tumekuwepo sasa kwa miaka zaidi ya miaka 25. Wamefika. Paulo mtume alifanya kazi kupita mitume wote. Anasema si kwamba mfanya nini? Si kwamba huyu wakati anazungumza hivi alikwisha chukuliwa mpaka mbingu ya 3. Yaani maana yake wakati yuko hapa duniani anasema kwamba nilikuwa katika mwili sijui, kwamba nilikuwa katika roho sijui, lakini alitolewa akapelekwa mpaka mbinguni. Ndiko kuna koito mbingu ya 3. Akapelekwa mpaka mbinguni. Mbingu ya kwanza ni hii ambayo tunapata mvua kutoka katika mawingu yaliyo juu yetu, ndio inaitwa mbingu ya kwanza. Mbingu ya pili ni mahali ambapo ziko sayari, jua, mwezi, nyota. Na mbingu ya 3 ni mbinguni. Alipelekwa mpaka mbinguni, akaonyeshwa mambo mengi ya mbinguni, akasikia mambo mengi ambayo anasema haimjuzu mwanadamu kuyanena. Akasikia, akaona mambo mengi mbinguni ambayo haimjuzu mwanadamu kuyanena. Maana yake hata akizungumza watu hawezi kumwelewa. Anazungumza nini. Wakorintho wa pili sura ya 12. Mstari wa kuanzia mstari wa kwanza anajielezea mwenyewe kwa unyenyekevu. Mstari wa kwanza mpaka mstari ule wa 4. Wakorintho wa pili 12:1 mpaka 4. Sina budi kujisifu, ijapokuwa haipendezi, lakini nitafikiria maono na mafunuo ya Bwana. Namjua mtu mmoja katika Kristo, yapata sasa miaka 14, kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, Mungu wajua. Mtu huyo alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya 3. Nami namjua mtu huyo, kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, Mungu wajua. Ya kuwa alinyakuliwa mpaka peponi, akasikia maneno yasiyotamkika, ambayo haijuzu mwanadamu ayanene. Anajitaja mwenyewe kimsingi kwa unyenyekevu. Alikwenda mpaka mbingu ya 3, mpaka mbinguni, mpaka peponi, akasikia maneno ambayo hata angezungumza watu wengi wasingeelewa. Mtu aliyekwenda mpaka mbinguni namna hiyo anasema si kwamba nimekwisha kufika. Alikwenda mpaka mbinguni, alitokewa na Yesu. Tumesoma pale na turudi tena pale tulipokuwepo. Alitokewa na Yesu
alikwenda mpaka mbinguni, alitokewa na Yesu. Wakorintho kwanza sura ile ya 15. Wakorintho kwanza sura ile ya 15. Sasa tusome mstari wa 3 mpaka mstari ule wa 8. Wakorintho kwanza 15, sasa tusome mstari wa 3 mpaka wa 8. Kwa maana niliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyopokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanavyo maandiko, na ya kuwa alimtokea Kefa, tena na wale thenashara, yani wale 12, wale mitume 12. Baadaye aliwatokea ndugu zaidi ya 500 pamoja. Katika hao wengi wanaishi hata sasa, ila baadhi yao wamelala, yani wametangulia mbinguni. Baadaye akamtokea Yakobo, tena na mitume wote, na mwisho wa watu wote alinitokea mimi. Kwanza alitokewa na Yesu. Pili, alinyakuliwa mpaka peponi. 3, Petro aliyekuwa pamoja na Yesu, aliyejifunza, aliyekuwa mwanafunzi, aliyekuwa pamoja na Yesu Kristo mwenyewe. Anasema mafunuo aliyopewa yalikuwa si ya kawaida. Mafunuo aliyopewa Paulo mtume yalikuwa si ya kawaida. Anasema mtu ambaye alikuwa na Yesu alisikia mafundisho kutoka kwa Yesu kwa zaidi ya miaka 3. Anazungumza katika nyaraka zake. Tende moja kwa moja tusikie anavyozungumza katika waraka wa pili wa Petro sura ile ya 3 mstari wa 15 mpaka mstari ule wa 16. Waraka wa pili wa Petro sura 3 mstari wa 15 mpaka 16. Nanyi uhesabuni uvumilivu wa Bwana wetu kuwa ni wokovu, kama vile na ndugu yetu mpenzi Paulo alivyowaandikia kwa hekima aliyopewa, vile vile kama katika nyaraka zake zote pia, akitoa humo habari za mambo hayo. Katika nyaraka hizo yamo mambo ambayo ni vigumu kuelewa nayo, na mambo hayo watu wasio na elimu, wasio imara uyapotoa kama vile wayapotoavyo na maandiko mengine kwa uvunjifu wao wenyewe. Ndugu yetu mpenzi Paulo alivyoandikia kwa hekima aliyopewa. Vile vile kama katika nyaraka zake zote pia, akitoa humo habari za mambo hayo. Katika nyaraka hizo yamo mambo ambayo ni vigumu kuelewa nayo, na mambo hayo watu wasio na elimu, wasio imara uyapotoa kama vile wayapotoavyo na maandiko mengine kwa uvunjifu wao wenyewe. Kwa hekima ya kipekee aliyopewa, ambayo yeye mwenyewe anasema kwa wingi wa mafunuo aliyopewa. Kwa hekima ya kipekee aliyopewa, kwa wingi wa mafunuo aliyopewa,
Turudi katika Wakorintho, wingi wa mafunuo aliyopewa. Wakorintho tena, Wakorintho wa pili sura ile ya 12 pale tutapokuwepo. Sasa tunasoma mstari ule wa 7. Wakorintho wa pili 12. Sasa tunasoma mstari wa 7. Na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi, kwa wingi wa mafunuo hayo nalipewa mwiba katika mwili, mjumbe wa Shetani, ili anipige nisije nikajivuna kupita kiasi. Hekima ya kipekee aliyopewa, wingi wa mafunuo aliyopewa, alichokewa na Yesu mwenyewe. Alinyakuliwa mpaka peponi, mbingu ya tatu, akasikia maneno ambayo hamjuzi mwanadamu kuyatamka. Alipewa wingi wa mafunuo, hekima ya kipekee sana. Alifanya kazi kuliko mitume wote. Miujiza iliyokuwepo katika huduma yake ilikuwa ya kupita kawaida. Haikuwa ya kawaida, ilikuwa ya kupita kawaida. Matendo ya Mitume 19 mstari wa 11. Matendo ya Mitume 19:11. Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida. Alichokewa na Yesu, alinyakuliwa mpaka mbingu ya tatu, akasikia maneno ambayo hayamjuzu mwanadamu kuyatamka. Alipewa wingi wa mafunuo. Kwa hekima ya kipekee aliandika nyaraka ambazo katika mambo hayo, katika nyaraka hizo yako mambo ambayo mengine ni vigumu kuyaelewa, na watu wasio na elimu yapotoa kwa uvunjifu wao wenyewe. Alifanya kazi kuliko mitume wote. Mungu alimtumia kufanya miujiza ya kupita kawaida. Alifikia mahali akamkemea Petro aliyekuwa pamoja na Yesu, akamwambia haendi sawasawa na kweli ile ya Injili. Wagalatia sura ya pili. Wagalatia sura ile ya pili. Wagalatia sura ile ya pili mstari ule wa Wagalatia sura ya pili mstari wa 11 mpaka mstari ule wa 14. Wagalatia 2:11 mpaka 14 tunasoma. Lakini Kefa ni jina jingine la Petro. Lakini Kefa alipokuja Antiokia, na alishindana naye uso kwa uso, kwa sababu alistahili hukumu. Kwa maana kabla hawajaja watu kadha wa kadha waliotoka kwa Yakobo, alikuwa kila pamoja na watu wa mataifa. Lakini alipokuja wao, akarudi nyuma, akajitenga, huku akiwaogopa waliotahiriwa. Na hawa Wayahudi wengine wakajigeuza pamoja naye,
Hata na Barnaba pia akachukuliwa na wanafiki wao. Walakini nilipoona ya kuwa njia yao haiendi sawasawa na ile kweli ya Injili, nalimwambia Kefa mbele ya wote, ikiwa wewe uliye Myahudi wafuata desturi za mataifa wala si za Wayahudi, kwa nini unawashurutisha mataifa kufuata desturi za Wayahudi? Paulo wa namna hii aliyetokewa na Yesu, alinyakuliwa mpaka mbingu ya tatu, akapewa wingi wa mafunuo na hekima ya kipekee sana. Mungu akamtumia kufanya miujiza ya kupita kawaida. Akafanya kazi kuliko mitume wote. Akafikia mahali hata anazungumza na kumkaripia Petro aliyekuwa pamoja na Yesu zaidi ya miaka 3, kwamba hivi sivyo sawa. Sio tu aliishi kwa usafi na utakatifu, hata kuweza kutamka maneno haya ambayo anayatamka katika Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 2. Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10. Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10. Ninyi ni mashahidi na Mungu pia, jinsi tulivyokaa kwenu ninyi mnaoamini kwa utakatifu na kwa haki bila kulaumiwa. Haya ndio kwa maisha yake. Ninyi ni mashahidi na Mungu pia, jinsi tulivyokaa kwenu ninyi mnaoamini kwa utakatifu na kwa haki bila kulaumiwa. Aliishi kwa usafi, kwa utakatifu kiasi hiki, aliyetokewa na Yesu, aliyenyakuliwa mpaka mbingu ya 3, aliyefanya kazi kuliko mitume wote, aliyepewa wingi wa mafunuo na hekima, ambaye Mungu alimtumia kufanya miujiza ya kupita kawaida, aliyeishi kwa usafi, kwa haki, kwa utakatifu bila kulaumiwa. Huyu anasema si kwamba nimekwisha kufika. Ni lazima tuogope, ni lazima tutetemeke. Wewe umetokewa na Yesu na kuuliza, wewe umenyakuliwa mpaka mbingu ya 3 na kuuliza, wewe umepewa wingi wa mafunuo na hekima aliyopewa Paulo mtume? Wewe umefanya kazi kuliko kazi walioifanya mitume wote? Wewe Mungu amekutumia kufanya miujiza ya kupita kawaida? Mbona unajiona umefika basi? Huyu anasema na yote hayo. Turudi katika Wafilipi sura ya 3. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 12. Tunasoma sasa mpaka 15. Si kwamba nimekwisha kufika na yote hayo. Si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, na yote hayo. Si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo. Huyu anakaza mwendo, lakini wewe unalegeza mwendo.
na vitu vya ajabu ajabu tu vidogo hivyo ambavyo wamevifanya, vitu vya ajabu ajabu vidogo tu ambavyo wamevifanya. Saizi tayari umekwisha fika, unalegeza mwendo, uoni maana tena ya kwenda powerhouse, unaona umekwisha fika. Uoni tena maana ya kwenda katika makanisa ya nyumbani, unaona umekwisha fika. Uoni maana tena kuhudhuria madarasa ya Biblia, unaona umekwisha kufika. Na hivyo vidogo vidogo tu ulivyo navyo, ulivyovifanya, ulivyovitenda, tayari umefika. Je, ungekuwa katika ngazi hii, ungeendelea kukaza mwendo? Si ungetoka kabisa katika njia ukakaa pembeni na kuona wengine umekwisha waacha huko mbali, umekwisha fanya kazi kuliko mitume wote waliokutangulia? Ya nini kuendelea kukaza mwendo? Lakini huyu anasema si kwamba nimekwisha kufika. Alijua hukumu ya mtu inatolewa baada ya kufika. Kufika ni kufika mwisho wa mbio. Wewe umefika mwisho wa mbio? Na kuuliza, wewe umefika mwisho wa mbio? Si kwamba nimekwisha kufika na kaza mwendo, macho yake yote aliwaza mbele, bado sijafika pale kwenye hukumu, bado sijafika mwisho wa mbio. Alikaza mwendo, macho yake yote akayaweka mbele. Anaendelea kusema Filipi chacho, si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali na kaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Ndugu, sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu. Bwana tusaidie kulitenda neno moja hili. Ndugu, sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele, na kaza mwendo. Maneno haya na kaza mwendo anayarudia mara ya pili hapa. Kumbuka kule mwanzo mstari wa 12, si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali na kaza mwendo. Anarudi tena mstari wa 14, na kaza mwendo nifikirie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele, na kaza mwendo nifikirie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Basi sisi tulio wakamilifu na tuwaze hayo. Na hata mkiwaza mengine katika jambo lolote, Mungu atawafunulia hilo nalo. Mungu akufunulie hili nalo. Mungu atufunulie hili nalo leo. Atupe kuyasahau yaliyo nyuma. Haya yaliyo nyuma ndio anatupa kiburi. Haya tuliyowafanya nyuma ndio yanayotupa kichwa kuvimba. Atupe ufunuo wa kutoka kuangalia yale. Kwa sababu tunapoangalia yale ndio yanayotupa kufikiri tumefika. Na hivyo tukajikuta tunalegeza mwendo. Matokeo yake tukimalizia vibaya, hata moja katika yale yote yaliyofanyika halitakumbukwa hata moja. Jiangalieni nafsi zenu, msiyapoteze mliyotenda, kwa sababu hayo yote hayatakumbukwa hata moja. Leo si
sio siku ya mahubiri marefu. Mungu anataka atufunulie hili tu moja, atupe tu kuyasahau yaliyo nyuma leo na kuyachuchumilia yaliyo mbele. Sio siku ya mafundisho marefu leo. Mungu anataka kuweka mkazo hapa, ili kama alivyorudia haya maneno mara mbili, na kaza mwendo, na kaza mwendo, na sisi kila tukiamka tukaze mwendo, tuyasahau yaliyo nyuma, tuyachuchumilie yaliyo mbele. Wengi wamekwisha kufika. Kwa habari ya kuhubiri, nilikwisha hubiri sana. Nilikwisha hubiri sana. Kote huku nimepita, kote huku nimepita nimehubiri. Kote huku, kote mitaa yote nimefuruga, kote nimehubiri. Nyinyi ndio mnaanza leo. Mimi huku miaka mingi nimehubiri kote. Ulihubiri lini? Miezi iliyopita, miaka iliyopita. Saizi umegairi kufanya hivyo, umekaa pembeni. Hayo yote uliyoyatenda nyuma halitakumbukwa hata neno moja. Mungu anaangalia umaliziaji wetu, sio uanzaji wetu. Heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wa neno. Leo ni siku ya kutafakari. Anasema na sisi tulio wakamilifu tutawaza hili pia. Na kama tunawaza mengine, Mungu atatufunulia hili nalo leo. Hatujafika ngazi yoyote ya Paulo mtume. Hatujafika kwa ngazi yoyote ile pale alipokuwa. Lakini leo tayari tumelegea. Zamani tulikuwa ni watii kwa viongozi wetu. Zamani tulikuwa ni watii katika neno. Tunalipokea neno na kulitii kwa kuogopa na kutetemeka. Lakini leo ile hofu yote imetoka. Tayari tumelizoea neno. Tayari tunaweza kutamka mambo ambayo tulikuwa hatuwezi kuyatamka kule mwanzo. Tumefika. Tumeshajiona tumeshika. Fulani anahubiri sana. Yaani fulani anakazana kweli. Anakazana kwa bidii sana kufuatilia watoto wachanga kiroho na kuwaleta katika kanisa nyumbani na kuwaleta katika kanisa, kuwa na bidii ya ajabu. Ni wajuzi huyu. Yeye naye atachoka. Yeye naye atafikia mahali atamshinda. Na sisi tulikuwa hivyo zamani. Pole. Ukibaki katika hali hiyo unaelekea kubaya. Hata Yuda Iskarioti alianza vizuri, ili mwisho wake ulikuwa mbaya. Na leo yuko jehanamu ya moto. Alikuwa mtume, alikuwa mweka hazina wa Yesu, lakini leo yuko jehanamu ya moto. Hakujua ni heri mwisho kuliko mwanzo. Katika njia akafika mahali amelegeza mwendo. Kama wewe amelegeza mwendo, viwango vyako ulivyokuwa unavizingatia vya mavazi ya utakatifu umeviacha. Viwango vyako vya kusoma Biblia ulivyokuwa unavizingatia zamani umeviacha.
Zamani ulikuwa mwombaji sana. Wewe mwenyewe unakumbuka ulivyokuwa mwombaji. Lakini leo ule mzigo wote wa uombaji umeondoka. Na unajisikia vizuri tu. Bila kuelewa umelegeza mwendo. Mungu anataka kuona kwetu matendo ya mwisho yakiwa yanazidi matendo ya kwanza. Ufunuo Yohana sura ya 2. Ufunuo Yohana sasa sura ya 2. Ufunuo Yohana sura ya 2. Mstari wa 19. Ufunuo Yohana sura ya 2 mstari wa 19. Na yajua matendo yako. Mwishoni mwa mstari huo anasema matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Anataka kutuona hivyo. Matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Kanisa lako la nyumbani lilikuwa linaleta matunda kwa namna gani? Kwa viwango gani? Na kuhakikisha yale matunda yanakaa. Ile spidi ya kuleta matunda, ule mzigo kuleta matunda bado upo? Jibu ni la. Wewe umelegeza mwendo. Na wale mlionao umelegeza mwendo. Mmefika kwa sababu gani? Sasa hivi tuna matunda ya mwezi wa 3. Tuna matunda ya mwezi wa 4. Tuna matunda ya mwezi wa 6. Tuna matunda ya mwezi wa 7 katika awamu hii. Kwa hiyo tumelegeza mwendo. Kanisa letu limegawanyika mara 2. Wakati makanisa mengine hayajagawanyika. Tumelegeza mwendo. Sasa hivi badala ya kutenda kazi ya Bwana, unashinda tu kwenye Facebook unaandika makomenti ya ovyo ovyo ya ajabu ajabu. Wazi juu ya yale yasiyoonekana. Ulimi wako sasa hivi unazungumza tu vitu vya ajabu ajabu ambavyo zamani ungevizungumza ungeogopa na kutetemeka. Sasa hivi una mzigo tena wa maombi, una mzigo tena kushuhudia, una mzigo tena wa kuhubiri kama zamani. Umefika, umepaki pembeni. Iangalie nafsi yako mwanamke, iangalie nafsi yako mwanaume. Siku inakuja, na kama hukumu itakukuta hivyo ulivyo, yale yote uliyoyatenda nyuma alitakumbukwa hata neno moja. Mungu akufunulie hili nalo leo. Usiyakumbuke uliyofanya jana, usiyakumbuke uliyofanya mwanzo wa mwaka, usiyakumbuke uliyofanya mwaka jana. Usikumbuke utoaji uliofanya miaka iliyopita, lakini uwaze leo ninafanya utoaji gani? Leo ninafanya maombi gani? Leo ninahubiri nini? Leo ukaze mwendo kwa lengo la kumalizia kwa kasi zaidi mbio zako katika kumalizia, ili hata kama ni mapenzi ya Mungu kwamba ulale usiku wa leo, ulale kesho, siku zako za kuwepo hapa duniani zifike mwisho wiki hii, umalizie safari, umalizie mbio zako katika kasi kubwa zaidi kuliko mwanzo. Wakimbiaji wa riadha wa mbio ndefu wanamalizia kwa spidi kali zaidi mwishoni
kuliko spidi yote aliyotembea tangu mwanzo, kuliko spidi yote aliyokimbia tangu mwanzo katika mbio zao. Wanamalizia kwa spidi kali zaidi, wanatumia pumzi zao zote na nguvu zao zote na uwezo wao wote katika umaliziaji. Lakini sivyo ulivyo. Umeanza kuangalia wale walioshindwa, umeanza kuangalia waliokaa pembeni, umeanza kuangalia wale ambao wanavuta pumzi, umeanza kuangalia wale ambao wamelegea na wanafuata spidi yao. Na sisi tulio wakamilifu, Mungu atatufunulia hili nalo. Tutayasahau yaliyo nyuma, na maombi yetu kila siku yatakuwa, Bwana, na kushukuru kwa yale ambayo uliyofanya kupitia kwangu jana na juzi, lakini leo nataka kupiga hatua zaidi. Matendo yangu ya leo nataka yazidi yale ya jana. Pale walipo simama juu. Leo sio siku ya mahubiri marefu. Leo sio siku ya mafundisho marefu. Mungu amekuona wewe ambaye mwanzoni ulikuwa unapiga mbio kwa spidi nzuri iliyompendeza Mungu. Ulikuwa unapiga mbio katika usafi na utakatifu. Ulikuwa unapiga mbio katika ushuhuda wa maisha yako. Lakini leo huna ushuhuda. Leo huna ushuhuda. Unafanya vitu vya ajabu ajabu ambavyo ni aibu hata kusimulia. Unajiona umefika kwa sababu unalipa zaka na kutoa changizo hapa. Kwa sababu unaitwa tu mshirika. Unaona umefika. Kwa sababu unaitwa tu kiongozi wa kanisa la nyumbani bado. Unaona umefika. Kwa sababu unaimbisha pambio hapa kanisani. Unaona umefika. Kwa sababu unaimba kwaya. Unaona umefika. Umefika. Paulo mtume aliyetokewa na Yesu anasema, si kwamba nimekwisha kufika. Aliyekwenda mpaka mbingu ya tatu anasema, si kwamba nimekwisha kushika, si kwamba nimekwisha kufika. Aliyefanya kazi kuliko mitume wote anasema, si kwamba nimekwisha kushika, na kaza mwendo. Nani wewe unayelegeza mwendo? Na unafikiri utamwona Mungu hivyo? Unafikiri utapata thawabu hivyo? Unafikiri kwa umaliziaji huo Mungu atasema, vema mtumwa mwaminifu, kwa umaliziaji huo? Ndio maana Mungu amekuleta hapa, amekupima katika mizani na amekuona umepungua. Haraka telemka. Telemka mbele za Bwana na uzungumze naye na kumwambia, umeniona. Leo sio siku ya mahubiri marefu, sio siku ya mafundisho marefu. Matendo yako ya mwisho yamezidiwa na yale ya kwanza. Matendo yako ya mwisho yamezidiwa na yale ya kwanza. Umefika. Umejiona umefika. Umejiona umefika. Yeye aliyotokewa na Yesu, yeye aliyenyakuliwa mpaka mbingu ya tatu, akafanya kazi kuliko mitume wote. Anasema, si kwamba nimekwisha kushika, lakini wewe umefika. Si kwamba nimekwisha kufika, lakini wewe umefika.
Yeye aliyepewa wingi wa mafunuo na hekima ya kipekee sana kutoka juu mbinguni anasema si kwamba nimekwisha kufika, lakini wewe umefika. Lakini wewe umefika, na wakati wote unawaza maisha yako ulivyokuwa unaishi mwaka jana, unawaza yale mema mazuri uliyofanya miaka 3-4 iliyopita. Unawaza injili uliyohubiri mitaani, injili uliyohubiri miaka 5-6 iliyopita. Paulo mtume anasema na kaza mwendo, anarudia tena na kaza mwendo. Lakini wewe umelegeza mwendo, ile bidii yako yote ya mwanzo imekwisha. Tutapataje kupona? Tutapataje kupona? Tutapataje kupona? Bali mwenye haki atakapogairi na kuiacha haki yake na kutenda uovu na kufanya machukizo yote kama yale yafanyayo mtu muovu, je, ataishi? Katika matendo yake yote ya haki aliyoyatenda halitakumbukwa hata mojawapo. Jiangalieni nafsi zenu, msiyapoteze mlioyatenda. Heri mwisho kuliko mwanzo. Unajiona umefika, ndio maana huoni maana tena pa house. Zamani ulikuwa unaelewa maana. Huoni maana. Unaona watu wanaotakiwa kwenda makanisa nyumbani ni wale wachanga. Unaona makanisa nyumbani, wewe utakiwa tena kwenda huko, umekwisha kuwa. Unaona wanahudhuria kwenye vikao vya makanisa nyumbani ni wachanga, lakini wewe utakiwa kuwa kule. Umefika. Umefika kwa lipi? Umefika kwa lipi? Umefika kwa lipi? Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Ndugu zangu, hili si swala la kufanyia mzaha. Hili ni swala zito. Paulo mtume anasema, natenda neno moja tu. Na anasema ikiwa tunafikiri sisi ni wakamilifu, Mungu atatufunulia hili nalo. Ukiona hivyo unavyoomba kilegevu, ni kwa sababu hujapata ufunuo. Ufunuo maana yake nini? Ufunuo, neno ufunuo maana yake pazia kuondolewa kwa pazia, na ukaona yale yaliyoko
yaliyokuwa yamefichwa ndio kunaitwa ufunuo katika maandiko. Ufunuo ukija kwako, utajiona utupu wako. Utupu wako ndio utakufanya kuomba neema. Hivyo ulivyo uko hivyo kwa sababu kichwa chako kimejaa yaliyo nyuma. Ile neema ya kuyasahau haiko. Ufunuo ungeupata ukajiona ulivyo uchi, ukajiona kama ungesogea mbele za hukumu leo, hali yako ingekuwaje? Usingekuwa hivyo. Lakini uko hivyo leo, unaomba kilegevu kwa sababu hujapata ufunuo. Huna ufunuo. Ndio maana nasema hata kama ni wakamilifu, Mungu atatufunulia hili nalo. Atatufunulia hili nalo. Atatufunulia hili nalo. Atatuonyesha utupu wetu katika hili. Katika jina la Yesu. Amen. Hebu tulia mbele za Bwana mwanamke. Hebu tulia mbele za Bwana mwanaume. Yesu Kristo anawaambia watu hawa, nayajua matendo yako. Matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Nataka nikuulize, Yesu kama angekutokea sasa hivi, angeweza kukuambia hivyo kwamba matendo yako ya mwisho unayofanya sasa yamezidi yale ya kwanza? Anaweza kukuambia hivyo? Sasa una amani gani? Kinachokupa amani ni nini? Nakuuliza, kinachokupa amani ni nini? Kinachokupa amani ni nini? Ni alama kwamba umepaki pembeni. Umeacha mbio na kusimama pembeni. Umejiona umefika. Umejiona umeshika. Umejiona umefika. Umejiona umeshika. Jiangalieni nafsi zenu, msiyapoteze mliyoyatenda.
katika jina la Yesu. Amen. Hebu tulia mbele za Bwana. Ndugu zangu, ili ni swala la kufa na kupona. Paulo mtume hakuishia hapo, lakini anazungumza, anasema katika Wakorintho wa kwanza 9 mstari wa 27, bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikisha kuwahubiri wengine mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Aliyemwona Yesu kumbe anaweza kukataliwa. Aliyekwenda mpaka mbingu ya tatu kumbe anaweza kukataliwa. Aliyefanya kazi kuliko mitume wote kumbe anaweza kukataliwa mwishoni. Aliyepewa wingi wa mafunuo na hekima ya ajabu kumbe anaweza kukataliwa mwishoni. Aliyetumiwa na Mungu kufanya miujiza ya kupita kawaida kumbe anaweza kukataliwa na Mungu mwishoni. Kama huyu anajua anaweza kukataliwa, sembuse wewe. Maana kama ungejua, ungepata ufunuo kwamba unaweza kukataliwa mwishoni kwa spidi unayoenda nayo, kwa sababu matendo yako ya sasa yamepungua, ya zamani yalikuwa kasi zaidi kuliko sasa. Kama ungepata ufunuo wa kukataliwa, ungemng'ang'ania Yesu leo na kumwambia sikuachi mpaka umenibadilisha. Ungemwambia sikuachi mpaka umenibadilisha. Ungemwambia sikuachi mpaka umenibadilisha. Lakini ni kwa sababu bado na matumaini ya uongo. Bado kuna matumaini ya uongo ndani ya kifua chako. Katika jina la Yesu. Amen. Hebu nisikilize vizuri. Kuomba kwa namna hiyo unavyoomba, unainama ili uso wako usionekane. Namna hiyo huwezi kupata msaada. Huko ndiko kumuonea haya Yesu na maneno yake. Huko ndiko kumuonea haya Yesu na maneno yake. Kama unalia, utalia bila kujali nani na kuona usoni, ukijua inatisha namna gani. Biblia inasema inatisha jinsi gani kukutana na huyu Mungu, huyu ambaye ni moto ulao, huyu ambaye anaweza kumkataa Paulo mtume. Namna hiyo hutainamisha uso wako. Utataka Yesu auone. Utataka Yesu auone. Hutajali aliyo kushoto kwako, hutajali aliyo kulia kwako, hutajali aliyo nyuma yako wala mbele yako. Utahitaji msaada wake. Utasema, Bwana Yesu nibadilishe. Bwana Yesu nibadilishe. Bwana Yesu nibadilishe. Bwana Yesu nibadilishe. Ni kweli umenipima katika mzani nami nimepungua. Ni kweli umenipima katika mzani nami nimepungua.
utahitaji msaada kwa dhati, utajua kuna uwezekano wa kukataliwa. Nisije nikahubiri wengine na mimi nikawa mtu wa kukataliwa. Kama aliyemwona Yesu anaweza kukataliwa, kama aliyenyakuliwa mpaka mbingu ya tatu anaweza kukataliwa, kama aliyefanya kazi kuliko mitume wote anaweza kukataliwa, kama aliyetumiwa na Mungu kufanya miujiza ya kupita kawaida anaweza kukataliwa. Sembuse wewe utamshika Yesu na kumwambia, Bwana Yesu nibadilishe. Hebu niongeze spidi, hebu ongeza spidi ndani yangu ya utendaji, hebu nipe kuyasahau yaliyo nyuma na kuyachuchumilia yaliyo mbele. Hebu nipe kumaliza kwa spidi zaidi kuliko mwanzo. Heri mwisho kuliko mwanzo. Heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wa neno. Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, nibadilishe, nibadilishe, nibadilishe. Nipe ufunuo ambao utakaa ndani ya moyo wangu, hautatoka tena. Wakati wote nitajua sijafika, sijashika, sijakuwa mkamilifu. Wakati wote nitawaza kukaza mwendo. Nitatamani kuona matendo yangu ya mwisho yakiwa zaidi kuliko matendo ya kwanza. Ondoa roho ya mazoea, ondoa roho ya mazoea, ondoa roho ya mazoea ndani yangu. Ondoa roho ya mazoea ndani yangu. Ondoa roho ya mazoea ndani yangu. Roho ya kujiona nimefika, roho ya kuyahesabu niliyoyatenda miaka iliyopita, roho ya kuhesabu niliyoyatenda mwezi uliopita, iondoe ndani yangu, iondoe ndani yangu. Nipe kuwaza nimefanya nini leo, nipe kuyachuchumilia yaliyo mbele. Weka roho ndani yangu ya kuyachuchumilia yaliyo mbele na kuyasahau kabisa yaliyo nyuma. Nisije nikahubiri wengine nami nikawa mtu wa kukataliwa.
nisije nikawahubiri wengine nami nikawa mtu wa kukataliwa. Nisije nikawahubiri wengine nami nikawa mtu wa kukataliwa. Kujiona nimefika. Ondoa ndani yangu roho ya kujiona nimefika. Weka ndani yangu roho ya kuyasahau yaliyo nyuma. Weka ndani yangu roho ya kuyachuchumilia yaliyo mbele. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, ondoa ndani yangu roho ya kulegeza mwendo. Ondoa ndani yangu roho ya kulegeza mwendo. Weka ndani yangu roho ya kukaza mwendo. 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 Je, hivyo ndiyo jinsi ya kumalizia maisha yako unayoishi sasa? Ndivyo jinsi ya kumalizia? Hivyo ndivyo jinsi unavyomalizia? Namna hiyo ndiyo jinsi ya kumalizia? Jiangalie nafsi yako. Jiangalie nafsi yako. Usiyapoteze uliyotenda nyuma. Jiangalie nafsi yako. Usiyapoteze uliyotenda. Hata mmoja halitakumbukwa. Hata mmoja halitakumbukwa. Kiburi ndio kimekufanya ujione umefika. Kiburi ndio kimekufanya ujione umefika. Mwambie Bwana Yesu, ondoa kiburi ndani yangu. Ondoa kiburi ndani yangu. Kiburi
kinakufanya ujione umeshika. Kiburi ndio kinakufanya uone wanaotakiwa kwenda katika makanisa ya nyumbani na powerhouse ni wale wachanga, sio wewe. Wanaotakiwa kwenda kuhubiri mitaani ni wale wachanga, sio wewe. Kiburi, mizizi ya kiburi imeota ndani yako. Unajiona una kitu wakati huna kitu. Paulo mtume na yote hayo alijiona hana kitu, lakini wewe na hayo madogo unajiona una kitu. Kiburi, kiburi kimeota mizizi ndani yako. Ndiye Bwana Yesu, ng'oa mizizi ya kiburi ndani yangu. Ng'oa mizizi ya kiburi ndani yangu. Ninahitaji msaada wako. Ninahitaji operation ya mbinguni. Nifanyie operation Bwana Yesu leo. Ng'oa mizizi ya kiburi ndani yangu. Usimwache Yesu leo mpaka afanye kitu kipya ndani ya maisha yako. Usimwache Yesu leo mpaka akubadilishe, mpaka ang'oe mizizi ya kiburi ndani yako, akupe kujiona hujafika, akupe kujiona hujashika. Akupe roho ya kupiga mbio zaidi, sio kulegea. Katika jina la Yesu. Amen. Wewe unahitaji msaada. Neno la Mungu limekuja kwako kama kioo. Umejiona utupu wako, umepata ufunuo juu ya utupu wako. Weka mikono yako juu kama mtu unahitaji msaada, kisha sema maneno haya kwa bidii. Mungu wangu, neno lako limeonyesha waziwazi utupu wangu mbele zako. Ni uchi, ni maskini, sina kitu. Paulo mtume aliyetokewa na Yesu akanyakuliwa mpaka mbingu ya tatu, akafanya kazi kuliko mitume wote, akapewa wingi wa mafunuo na hekima ya ajabu, ukamtumia kufanya miujiza ya kupita kawaida. Alijiona hana kitu,
alijiona hajafika, alijiona hajakuwa mkamilifu, alijiona hana kitu chochote cha kushika mkononi, akayasahau yaliyo nyuma, akayachuchumilia yaliyo mbele, akakaza mwendo. Lakini mimi na vichache hivi sioni maana ya kufanya yale niliyokuwa nafanya zamani. Badala ya kukaza mwendo, nimelegeza mwendo. Badala ya kukaza mwendo, nimelegeza mwendo. Na vichache hivi vilivyofanyika, je, ningekuwa kama Paulo mtume? Ningewezaje kukaza mwendo? Ningewezaje kusema sijafika? Kuna kiburi ndani yangu, kimeota mizizi, tena mizizi mirefu, mizizi ya kiburi. Ndio inanifanya kutokuona maana ya Powerhouse tena. Ndio inanifanya kutokuona maana ya makanisa ya nyumbani tena. Mizizi ya kiburi ndio inanifanya kutokuona maana ya kuhubiri mitaani tena. Mizizi ya kiburi ndio imenifanya kuona nimefika. Ndio imenifanya kusimulia tu ya zamani. Bwana Yesu, Bwana Yesu, kama Paulo mtume uliyemtokea, uliyemnyakua mpaka mbingu ya tatu, aliyefanya kazi kuliko mitume wote, aliona anaweza kukataliwa. Mimi ni nani? Mimi ni nani? Mimi ni nani? Bwana Yesu, sikuachi leo mpaka umeng'oa mizizi ya kiburi ndani yangu, inaonifanya nijione nimefika. Ng'oa mizizi, ing'oa mizizi, ing'oa mizizi ya kiburi, ing'oa mizizi ya kiburi, ing'oa mizizi ya kiburi, ing'oa mizizi ya kiburi. Bwana Yesu ing'oe, 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 Bwana Yesu ing'oe.
Yesu, weka ndani yangu roho ya kusahau yaliyo nyuma na kuyachuchumilia yaliyo mbele. Bwana Yesu, weka ndani yangu roho ya kukaza mwendo, roho ya kukaza mwendo, roho ya kutafakari kila siku kwamba je, matendo haya ya sasa yanazidi yale ya kwanza? Yanazidi yale ya kwanza? Bwana Yesu, ondoa roho ndani yangu ya kuangalia watu wanaonizunguka ambao ni walegevu kuliko mimi, ambao ni goigoi kuliko mimi. Ondoa ndani yangu roho ya kujifananisha nao, lakini nipe kujifananisha na Bwana Yesu ambaye hakulegea kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Neno la Mungu linasema kila siku alifanya mapenzi yako. Kila siku alifanya yale yanayokupendeza wewe. Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, neno hili linisafishe kabisa, lifungue ukurasa mpya wa maisha yangu. Nikiinuka hapa, nikitoka hapa, niwe ni mtu niliyebadilishwa, ninayekaza mwendo, nitoke katika ulegevu wa kuwaza mambo ya dunia yanayopita, niwaze na kufikiri juu ya yaliyo juu. Bwana Yesu, Bwana Yesu, asante kwa ufunuo huu. Asante kwa ufunuo huu. Ufanye kuleta matunda ya kudumu ndani yangu. Kila siku iwe ni siku ya kupiga mbio kuliko jana yake. Roho Mtakatifu nisaidie. Roho Mtakatifu nishike mkono. Roho Mtakatifu nisaidie. Nipige mbio zaidi katika maombi. Kila siku kuliko jana yake. Nipige mbio zaidi katika kuleta matunda. Kila siku kuliko jana yake. Bwana Yesu, hofu uliyoiweka ndani yangu siku ya leo asiwepo kuiondoa tena. Bwana Yesu, asante kwa kunitengeneza. Matengenezo uliyofanya ndani ya moyo wangu leo yawe ya kudumu. Na kama Paulo mtume alivyorudia mara mbili maneno na kaza mwendo, nikilala usiku
Niwaze juu ya kukaza mwendo. Nikiamka asubuhi, niwaze juu ya kukaza mwendo. Nikaze mwendo. Nikaze mwendo. Mpaka nifike mwisho wa mbio kwa spidi kali zaidi. Kazi uliyoianzisha ndani yangu leo, Bwana Yesu uimalize. Hata siku ya kuja kwako, hata siku ya kukutana na wewe katika hukumu, katika jina la Yesu. Amen. Njoo mbele za Mungu kwa shukrani sasa. Mshukuru kwa sababu amekubadilisha, na mwambie Bwana uzae matunda yanayopasa toba yako. Uzae matunda yanayolingana na neno lake na ufunuo wake alioleta kwako leo. Paza sauti ya shukrani. Katika jina la Yesu. Weka mikono yako juu mbele za Bwana. Bwana anasema katika neno lake halitamrudia bure, lakini litatimiza kusudi ya neno lile kutumwa. Kusudi ya neno hili kutumwa kwako ipate kutimizwa. Na hata Bwana kufanye kuwa mtu mwingine. Utokapo katika nyumba ya Bwana leo uwe mtu mwingine. Hata watu wanaokujua wakuone kwamba wewe ni mtu mwingine, sio yule unayemjua. Kila itwapo leo iwe ni siku ya kukaza mwendo. Na kwa sababu umedhamiria kukaza mwendo kutoka ndani ya moyo wako, Bwana
akuzidishie na hayo mengine katika mwili, kwa sababu umetamani ya rohoni yaliyo thamani zaidi kuliko ya mwilini. Kama alivyomwambia Suleiman, na haya mengine usiyoyaomba nayo ninakupa, kwa sababu umeomba ya rohoni, basi na ya mwilini usiyoyaomba Bwana akupe. Na ya uponyaji usiyoyaomba Bwana akupe. Na ya kazi usiyoyaomba Bwana akupe. Na mengine katika ndoa, katika masomo usiyoyaomba Bwana akupe. Na mengine katika biashara usiyoyaomba Bwana akupe. Na yote mengine yasiyotajwa usiyoyaomba Bwana akupe. Pokea yote. Pokea yote sasa. Katika jina la Yesu yapokee hayo pia. Katika jina la Yesu yapokee hayo pia. Pokea yote na baraka zote uiendeapo wiki hii usiku na mchana, katika jina la Yesu. Amen. Hivyo wanaume, heri mwisho, wanawake kuliko mwanzo. Twende. Piga kelele wanawake. Jina la Yesu. Amen. Amen. Ndivyo tunavyomaliza kabisa ibada kuu ya leo. Ibada fupi ya shukrani itakuwa inaanza saa 11 kamili jioni ya leo, na maombi ya tai yatakuwa yanaanza saa 12 kamili jioni ya leo. Na kama ilivyo kawaida, tunapomaliza sasa hivi tunakuwa tunakwenda moja kwa moja katika vikao vya makanisa ya nyumbani, ili tukamshukuru Mungu kwa yale yote yaliyojiri katika makanisa yetu ya nyumbani kwa wiki hii, na kupanga mikakati tena ya kukaza mwendo wiki hii iliyoanza. Na kwa hayo sasa, washike mikono wawili watatu, kila mmoja mwambie,
Mimi nimedhamiria kukaza mwendo. Je, wewe? Na mwingine tena mwambie hivyo, mimi nimedhamiria kukaza mwendo. Je, wewe? Wangapi wamedhamiria kukaza mwendo? Haleluya. Tunamaliza kabisa kwa kusema shalom aleikum.